Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya simu katika ulinzi na usalama wa watoto, kwani maendeleo ya utandawazi yamechangia karibia 87% ya mmomonyoko wa maadili nchini, hali ambayo inachangiwa na ukuaji wa teknolojia. Kutoka mkoani Morogoro, mwanahabari wetu Ida Mushi anayo taarifa zaidi. Mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali anayesimamia programu ya kuwalinda watoto dhidi ya changamoto za mtandaoni, Bwana Yusuf Kileo, ameeleza umuhimu wa programu hiyo. Kwanza tumewekeza sana kama taifa kwenye mafunzo ya tehama kwenye ngazi ya mashule huko, nafikiri mmeona sekondari, msingi, lakini vile vile hata majumbani kwetu. Mtoto akilia kidogo, simu ndo wanampatia ili anyamaze. Mtoto mwenyewe akiingia kwenye simu anajua YouTube iko wapi, anajua wapi atadownload application ya kucheza game, atajua wapi pa kucheza game na kadhalika. Yaani mpaka wakati mwingine wanatushangaza. Sasa kutokana na hayo, watoto hao wanaweza wakakumbana na changamoto nyingi sana ambazo ziko kwenye mitandaoni, ikiwa ni kudhalilishwa mitandaoni, kutapeliwa huko. Kwa hiyo changamoto wanaweza kukutana nazo ni nyingi. Tulifanya utafiti ambao utafiti huo ulitolewa mwaka 2022 ambao unaitwa utafiti wa hali ya ukatili wa watoto mtandaoni. Na katika utafiti huo ilionyesha kuwa 67% ya watoto wa miaka 12 mpaka 17 wanaingia kwenye mitandao, na 4% walishawahi kukutana na wahalifu mtandaoni. Katibu tawala wa mkoa wa Morogoro, Dr. Musa Ali Musa, akasisitiza utungaji wa sheria ndogo kudhibiti matatizo ya ukatili unaoendelea kwenye jamii, huku wadau wa jeshi la polisi na taasisi binafsi wakaeleza ushiriki wao katika kukabiliana na changamoto za aina hiyo. Bailo inachukua nafasi kubwa sana, na mimi nilikubali. Kuna miji ni misafi, baadaye ndo nikaona hiyo. Kwa mfano Moshi ni kusafi. Tusifikirie kwamba kusafi kwa sababu watu wa Moshi wana tabia tofauti na watu wengine. Kinachokusukuma kule kwa kusafi ni zile sheria. Ukitupa tu namba 15,000, 50, na wale wengine watakukamata tu kwa sababu ya ile bailo, na kwa sababu anajua sehemu atakula ile pesa, anafanya haraka. Hilo inaweza ikawa ina mchango mkubwa katika kuzuia haya mambo. Mimi ni watoe hofu, watumie vizuri vyombo vyetu vya sheria, madawati, vituo vya polisi, kwa sababu tuna sera kabisa ya kumtunza mtoa taarifa. Kwa hiyo ni sera yetu kubwa sana, ili tuweze kupata taarifa kutoka huko. Kwa hiyo wenzetu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii wameona kuna changamoto ambazo zinawaingiza watoto kwenye masuala mbalimbali ya unyanyasaji kupitia mitandao. Ndio maana sasa wakaona wafanye mafunzo haya kwa wadau, kama tumeona hapa wapo walimu, wapo madawati polisi kutoka madawati ya jinsia,